عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naamini imamu tumemsikia, lakini pia shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam tumemsikia. Neno lake fupi alilolisema kwetu sote, anaomba dua zetu. Anaomba dua zetu, ndio kubwa analiomba kutoka kwetu. Nafasi ya dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukimuondoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliobakia dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inamtegemea kila mmoja ni kwa kiwango gani anamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thamani ya dua yake inapata ukubwa kwa sababu hiyo. Ninyi mliojaa hapa mnayoyafanya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayejua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wa kasida wana neno lao, wanasema hivi: inna lillahi ibadu in aradu au idha aradu arada. Mungu katika dunia hii ana waja wake, wakitaka kitu anaunganisha. Msemo wake mjini, anaunganisha, manake anatia taufiki. Imamu anataka dua, bila shaka mtu wa aina hiyo yupo katika kundi letu hili, na inawezekana uhodari wa kusoma dua kwa Kiarabu hana, lakini pia uhodari wa kusoma dua kwa Kiswahili hana. Lakini siamini kama anashindwa uhodari wa kusema amin. Ukisema amin inatosha sana kuwa imamu kuwa kapata dua yako, na amini yako itafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nilimwambia imamu, kwa nafasi hiyo mimi sioni kilichoongezeka, kwa maana kule utahitaji kuwa na aya nyingi kuliko ulizokuwa nazo hapa. Ila kilichoongezeka ninachokiona mimi ni macho mengi ya kukutazama. Yameongezeka sasa. Macho ya kumtazama yameongezeka. Yako haya ya kukodoa, yako yale ya kubana macho, yako macho ya kukuangalia sasa yameongezeka. Anahitaji sana dua yenu. Hakuna kilichoongezeka, macho ya kumwangalia sasa yameongezeka. Naeleweka vizuri Na macho yakiongezeka sio vibaya sana. Miaka 10 iliyopita niliwahi kuwa stranded Singida. Nimebakia na nauli tu ya kunileta Dar. Time hiyo watu wanasubiri mabasi yanayotoka Musoma, yanayotoka Bukoba, yanayotoka Mwanza yapite pale. Likabakia basi hili moja ndio limebakia. Madalali pale, bwana imebaki basi moja. Leteni hela zenu. Mimi nasema hela hii nikiwapa hawa, ikitokea mtu kanitoka hapa nafanyaje bwana? Hilo mpaka nimuone konda. Kweli gari likaja. Nyomi, watu wa Dar najua mnajua. Nyomi maana yake nini?
Kaniongezea hapa sasa, sema shazi la maana sana. Rohoni nikasema hapa nikijitia ushehe hapa nimebaki. Nikasega kanzu yangu, nikaikunja, nikasema wacha na mimi nipambane. Wakati naanza kupambana, bwana mmoja akanishika. Sheikh Ndecha, acha hivyo bwana, wewe ufanani kufanya mambo hayo. No. Jicho hilo. Bwana ufanani, kanyongonyeza. Wewe bwana unanjua nilivyo humo mfukoni, unanjua hali yangu. Lakini ndio kesha niwahi Sheikh Ndecha, wewe ufai kufanya ufanani kufanya mambo kama hayo bwana. Akasema kwa kweli sifanani. Sheikh Walidi, macho sasa yamekuwa mengi Usisegesege kanzu kuvamia mabasi Usisubiri kuambiwa kama nilivyoambiwa mimi wewe sikiliza haya hapa. Macho yamekuwa mengi, macho Nikaanza kuteremsha ikhlasi sasa. Hapa Mungu nipe maarifa mengine sasa. Hapa nishaona ndio kulala tena. Nalalaje sasa? Basi imefika mpaka jamani tutakamatwa na trafiki, shukeni bwana, watu wananinginia mlangoni kama uda ya zamani vile. Mguu mmoja umeweka, mguu mmoja unaninginia. Anakwenda dawa huyo. Mguu mmoja uko kwenye basi, mguu jamani tutakamatwa, tunakwenda mbali, haiwezekani, shukeni. Akatokea bausa mmoja anayefanya kubadilisha matairi yale akipata pancha. Anashika na kwatua pale. Vup vup. Wakashushwa kama watu 6 pale. Hebu kama mnataka kuletea shida hapa na nini? Dereva twende bwana. Namwangalia yule aloniambia Sheikh Ndecha ufai kufanya mambo haya, alafu hata hanishughulikii. Ambia bwana punguza watu bwana. Mwisho palipotulia akaniambia Sheikh Ndecha ingia kwenye basi. Kaingia kwenye basi. Wewe ondoka hapo. Kaa pale Sheikh Ndecha. Nikakaa pale, mwenyewe kaja chini tena huku, kaja na mfuko wa chips na soda. Nauli sikutoa, nimepata mfuko wa chips na soda na siti. Macho hayo. Menelo vizuri Hiyo hadithi moja ya jicho hilo. Siku moja shekhe wetu almarhum Sheikh Kilemile tumeitisha mkutano, wakaja watu wengi, wamejaa sana. Kama unavyojua tabia yetu zamani, nyomi. Sheikh Walidi Sheikh Kilemile aliposimama ile hadhara ile, akanitazama akaniambia, Kundecha, tuliza akili yako. Watu hawa tuliza akili yako. Umenielewa vizuri? Jicho hilo. Sheikh Walidi, tuliza akili yako Watu jamani, tunaomba dua zenu. Imamu anaomba dua zenu. Ninyi mna dua kubwa sana kwa kile kiwango cha kusema amin. Mtume Musa alipomuomba Mwenyezi Mungu, Mungu akamjibu, laqad ujiba da'watukuma, dua yenu imejibiwa. Musa alikuwa na tabia ya kuhoji Mungu tena tena. Ambia bwana wewe si ulikuwa unaomba? Haruna alikuwa pale pembeni, wewe ukiomba anasema amin. Wewe sema amin tu. Naeleka mzuri? Kwako inahitajika amin na ikhlasi yako katika jambo hilo. Muombe imamu ampe nguvu katika jambo hili. Muombe imamu amlinde Mwenyezi Mungu katika jambo hili. Muombe imamu amepushe na utelezi kwenye jambo hili. Muombe imamu kufaulu kwenye mtihani huu. Kazi ile pale mtihani, mtihani sana. Tumuombe imamu Mwenyezi Mungu amjalie. Mtihani sio mbaya, kibaya katika mtihani ni kufeli. Asifeli kama walivyofeli wengine. Mwenyezi Mungu amjalie kufaulu katika mtihani huu.
hatuna ufundi mkubwa, ni ule ule tuliojizoesha katika uradi wetu. Tusome zile sura zetu, kisha tumkabili Mwenyezi Mungu, tumkabidhi maombi yetu kwa nia yako nzuri pamoja na ulionayo. Weka nia ya kumwombea imamu wetu wepesi na kubudu jambo hili na kufuzu katika mtihani huu na kunusurika na macho ila macho ya kheri. Eleweka vizuri.